Na wapendwa, usikue na woga kuomba vitu kubwa. Usikue na woga kuitisha katika uwepo wa Bwana mambo ambayo ni makubwa, kwa sababu Mungu wetu anajibu maombi. Na Jumapili iliyopita tuliangalia jinsi ya kuomba maombi ya ujasiri ukiwa na hakika ya kwamba Mungu atajibu. Na tukaona katika kitabu cha Warumi 8 aya ya 16 inasema ya kwamba Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi ni watoto wa Mungu. Kwa hivyo tuko na nguvu, tuko na mamlaka, tumekubaliwa kusimama katika uwepo wa Bwana. Na kama tunasimama kama watoto wa Bwana, katika kitabu cha Wahibrania 4 aya ya 16 Biblia inasema hivi: basi kama sisi ni wana, tukaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwa hivyo wakati wewe na mimi tuko na mahitaji, Biblia inasema ya kwamba kwa sababu sisi ni wana wa Mungu, tukaribie kiti cha neema kwa ujasiri, tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati tuko na shida. Na katika aya 19 tukazungumza vile Biblia inasema ya kwamba basi tangu sasa sisi si wageni wala wapitaji, bali sisi ni wenyeji pamoja na watakatifu wake, watu wa nyumbani kwa Mungu. Kwa hivyo unapoenda mbele za Bwana, wewe sio mgeni, wewe ni mwenyeji, wewe unakubalika kuingia katika nyumba ya Bwana na kudai haki yako. Na tukaona ya kwamba kuna watu walielewa wao ni akina nani, na kwa ujasiri huo wakaenenda mbele za Bwana na kudai haki zao. Na mmoja wao tukaona ya kwamba alikuwa Hezekia. Alipata ujumbe ya kwamba kwa sababu alikuwa mgonjwa yeye atakufa, lakini akaomba aina ya maombi ambaye Mungu hana budi kuyajibu. Na maombi haya ya Hezekia ikawa mfano kwetu, ili uende mbele za Bwana kwa ujasiri, ukijua na ukielewa ya kwamba ukisimamisha haki yako mbele za Bwana. Unajua Biblia inasema katika kitabu cha Isaiah 43 verse 26, Biblia inasema hivi: unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupata haki yako. Unikumbushe. Mungu anakuambia unapokuja mbele zangu ili uombe kuhusu mambo ambayo ni mzigo, mambo ambayo unahisi ya kwamba unataka niingilie, unikumbushe na tuhojiane, ueleze mambo yako ili upate haki yako. Kuna aina ya maombi ambayo unaenda mbele za Bwana unamkumbusha. Swali langu katika nyumba ya Bwana, katika kutembea kwako na Mungu, kuna vitu unaweza kusimamisha, umkumbushe Mungu, ueleze haki yako ili uweze kupewa kile ambacho unataka. Hezekia wakati aliambiwa ya kwamba atakufa, alikumbuka mambo ambayo alikuwa amemfanyia Bwana. Na katika kitabu cha Isaiah 38 aya ya 2, Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamuomba Bwana, akasema, Bwana kumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi ya kukumbusha Mungu. Akamwambia Bwana, kuna mambo nataka tusemesane ili unipatie haki yangu. Wakati nilikuja kuwa mfalme nikiwa na miaka 25, Israeli ilikuwa imerudi nyuma. Israel had completely backslidden. Walikuwa wanaomba katika kila kilima na katika kila mlima. Walikuwa wanatoa watoto wao kama sacrifices kwa miungu ambayo sio miungu. Jambo la tatu ambalo walikuwa wamefanya, unamkumbuka yule nyoka ambaye alisimamishwa kwenye msitu wakati Wanaisraeli walikuwa wametenda dhambi na kutumiwa nyoka. Musa akatengeneza yule nyoka wa mfano. Biblia inasema ya kwamba Israeli ilikuwa imerudi nyuma mpaka sasa
walikuwa wameegeza hiyo nyoka mbele ya madhabahu yao, wanamuomba wakimuita sijui something baru shetani. Huyo ndiye alikuwa mungu wao. Na huyu Hezekia akakuja akavunja hiyo nyoka na akaregesha Israeli yote katika ibada ya Mungu. Mungu naye akatumana aseme atakufa. Akamwambia la hasha, kumbuka. Wapendwa, sijui ni nini umewahi fanyia Mungu unaweza simamisha wakati umesongwa, wakati mambo yamekuwa mazito. Tunaelekezwa na Hezekia ya kwamba Mungu anaweza badilisha nia. Ukimuonyesha mambo yako, ukieleza haki yako, Mungu hana budi kubadilisha uamuzi wake na akupatie kile ambacho unataka. Na siku ya leo nataka tuone maombi aina ya pili ambayo Mungu hana budi kuyajibu, ili kila mmoja wetu tujue njia ya kupenya. Wale ambao walipitia shule na wakasoma somo la hesabu wanaambiwa ya kwamba kujua hesabu ni kujua formula. Ukijua njia ya kufanya hesabu, wewe sasa usistuke. Hata ukiona ikiwa ngumu, bora ujue formula. Na pia siku ya leo tunataka tujue formula ya kuingia mbele ya uwepo wa Bwana na uhakika ya kwamba you leave God no chance. You give God no opportunity. You give God no place of escape. Kwa sababu unajua haki yako na umefuata wale ambao walikuwa mbele yetu na wakapata haki zao. Nataka tufungue katika kitabu cha Luka 7, tuangalie kuanzia aya ya 1 hadi aya ya 7. Maombi ya kudai haki kwa sababu ya matendo yetu. Biblia inasema hivi, or in English, deserving a miracle. Praying when you know you deserve a miracle. Having confidence that God, when I raise this up, heaven has no other way than to answer me. Alipokwisha kuyamaliza maneno yake yote masikioni mwa watu, aliingia Kapernaumu. Na mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi, karibu na kufa, naye ni mtu aliyempenda sana. Biblia inazungumza kuhusu huyu akida. Akida was a captain in the Roman army. Na Biblia inasema ya kwamba alikuwa na mfanyakazi wake ambaye alimpenda sana, na huyu rafiki yake na mtumwa wake alikuwa mgonjwa sana, karibu kufa. Aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wa Yahudi kwake. Alituma wazee wa Yahudi kwake kumuomba aje amponye mtumwa wake. Now, this was a military man, and military men no protocol. Yeye alikuwa mwanajeshi wa Roma, na hawa wa Roma, they had colonized Israel back in the day. They were reigning over Israel. Kwa hivyo, just like it was during our time under the British colony, they did not love the colonizers. Na kwa hivyo, huyu akida akajua ya kwamba ili niweze kupenya, niweze kupata huyu Yesu, mimi mwenyewe siwezi kuingia straight. I will pass by those he cannot refuse. Now, brethren, some of us need to understand protocol when we go before the presence of the Lord. That is why Yesu Kristo alisema, hadi sasa hamujaomba chochote. Sasa nimeenda katika uwepo wa Bwana, ombeni kupitia kwangu nanyi mtapewa. Kwa hivyo
huyu akida akatuma wazee wa Israeli wamtetee mbele za Bwana, kama vile Biblia inasema ya kwamba we do not have a high priest who is not touched by our infirmities, but he is forever interceding for us. So when we want to go before the Father, we go through the man, Jesus Christ. Any other way, whichever way you choose, any other way other than this way may not give you the answers that you want to get. Kwa hivyo, nao walipofika kwa Yesu, walimusihi sana wakisema, huyu anastahili umtendee neno hili. Huyu anastahili umtendee neno hili. Hivyo ni kusema kuna watu wanaomba na hawastahili kutendewa mambo ambayo wanaomba, lakini huyu anastahili. Nataka kuuliza wapendwa, wakati tunasimama katika uwepo wa Bwana na kupeleka maombi yetu na hoja zetu mbele za Bwana, tunastahili kutendewa vile sisi tunasema? Huyu akida, hawa wazee wa Israeli walimwambia ni kweli, huyu ni akida. He is a Roman military man. He is among the oppressors. But for this one, he deserves to receive the thing he is asking for. Verse 5, maana analipenda taifa letu, naye alitujengea hekalu. Hata kama he is an oppressor, there is something we know about this man. This man loves our nation, and he just does not love it. He has demonstrated it by building for us a temple. Praise the name of the Lord. When you stand before God and Jesus Christ, our advocate with the Father, is pleading your case before God, ni nini umempatia ambayo anaweza kumwambia Baba, huyu mtoto wako anastahili kufanyiwa hili jambo ambalo amesema? Kwa sababu tunajua Yesu Kristo aseme, mimi ninajua huyu anapoitana vile anaitana anastahili umfanyie hivyo. Wakasema huyu akida alitujengea hekalu. There is definite evidence of his love. Wapendwa, unaposimama mbele za Bwana, tulisoma Biblia inasema ya kwamba simamisha haki zako, eleza maneno yako ili usikizwe. Huyu akida kupitia kwa wazee ambao ndio walikuwa wakili wao, kama vile Yesu Kristo alivyo wakili wetu, alisimamisha, wazee walisimamisha haki. Wakasema Yesu, this one deserves to be given what he is asking for. And I came to ask you, when you look at your life, when you look at your service, when you look at your commitment to God, is there anything that proves that you deserve the miracles you ask for? Do you bite more than you can chew when you go before God? Have you demonstrated with what God has already given to you, your faithfulness to him, that he can entrust you with more? Even the very life, hii maisha ambayo Mungu ametupatia, umedhihirisha ya kwamba katika kuishi, wewe kuendelea kuishi, ili wakati mauti itakukondolea macho, utasimama umwambie Bwana, hapana, Mungu nastahili kuishi, kwa sababu kama ninaishi, ufalme wa Mungu unabahatika. What service? Because here it is about service. Biblia inasema ya kwamba the kingdom of God is not word. It is not in mere word, but it is in demonstration.
Is there any demonstration in your life? Is there anything? Is there any evidence that God can trust you with whatever you are asking for? Yesu akahoji hilo jambo. Alitujengea hekalu. Kwa hivyo alikuwa anawaleta watu kwa Mungu. Biblia inasema basi Yesu akaenda pamoja nao. Hata alipokuwa si mbali na nyumba yake, yule akida alituma rafiki kwake, akamwambia, Bwana, usijisumbue, maana mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu. Kwa hivyo nilijiona sistahili mwenyewe kuja kwako. Nilijiona sistahili mwenyewe kuja kwako, lakini sema neno tu na mtumwa wangu atapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema neno tu. Huyu akida hakuwa Israeli, hakuwa wa taifa lao, lakini wakati aliona Yesu anakuja, alimwambia hapana, hata wakati si kukuja mimi mwenyewe, ni kwa sababu nilijipima na nikaona mimi sistahili uingie. Kwa hivyo hata sasa ukiletwa na hawa wazee, sitaki uje. Tuma neno. Tuma neno. Nataka tufungue katika kitabu cha Zaburi 107. The Bible says, your word I have hidden in my heart, so that I may not sin against you. How can a young man keep his ways pure? By guarding it according to his word. Huyu akida alikuwa amelificha neno katika roho yake, akaona huyu ni Yesu anakuja. And look at Psalms 107 verse 19 to verse 20. Biblia inasema hivi, wakamulilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Verse 20, hulituma neno lake, huwaponya, huwatoa katika maangamizio yao. He was quoting a scripture. When you go before the presence of the Lord, do you know the word? Alimwambia hapana, usikuje, mimi sistahili, lakini litume neno, kwa sababu ulilituma neno na likawaponya magonjwa yao yote na likawatoa kutoka kwa pingamizi. The antidote to the answer to your prayer life is the knowledge of the word of God. When you go before God to pray, when you go before God when you are sick, do you know what the Bible says about health? When you go before God asking for money, do you know what the word says about money? When you go before God asking for the salvation of your family, do you know what the word says about the salvation of your family? Because the Bible says God watches over his word to perform it. God is in the business of watching over his word. God will not listen to your petitions. God will not listen to your cries. But God will be touched by the word. Huyu akida akamwambia Bwana, najua sistahili, lakini litume neno, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba ulilituma neno, nalo neno likawaponya. Kwa hivyo hata mimi niko na imani, sistahili ukuje, fanya vile Mungu hufanyaga. Bwana Yesu asifiwe sana.
No, there was a song we used to sing a long time ago in our mother tongue. Maybe Baba Grace knows it. That, Lord, I hear of so many people that you have blessed. So even me, that was the prayer of Esau. Esau had been told, you will get no blessing. But he told the father, no, father, you must have some little blessing somewhere you have spared. And true enough, Esau got his blessing too. He knew the word that fathers always have an inheritance for their children. I came to ask you, brethren, before you pray, do you know the word? Have you hidden the word of God in your heart? Have you hidden the word for the miracle you are looking for? Kwa sababu kama unaishi maisha ambayo ni contrary na neno ambalo Mungu analiangalia ili alitimize, you will pray, you will plead, you will do whatever you can, but nothing will happen. When you know the word, then you pray with wisdom. We pray with knowledge. You put God to a place where he has nothing else than to honor his word. Na Biblia inasema tukirudi mahali tulikuwa, verse 8, kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu, nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu fanya hivi, hufanya. What was he telling Jesus? I know you have authority. I know, like I have authority. I know you have. This is called faith in action. Nikiambia mtumwa wangu enda, anafanya nini? Na wewe ukilituma neno la uponyaji, ukisema aponye, atafanya nini? Ataponya. I know. Do you have the faith for the miracle you are looking for? When you go before the presence of the Lord, do you know deep in your heart of hearts that God is able to do it? When you know deep inside, when you have the faith that refuses to give up, you will go before God. Kama huyu akida, anamwambia mimi najua. I know about authority. If you have the authority from God, say the word. I know he will get healed. Akastua Yesu. Yesu aliposikia hiyo, akastaajabu. Si twende tukastaabishe Yesu. Kama unabia neighbor mstaajabishe. Surprise Jesus. Say, hey. Akageuka kwa mkutano uliokuwa ukimfuata akasema, na waambia hata Israeli sijaona imani na kubwa namna. He did not even pray. There are people, the Bible says, before they call, I will answer, I will see, I will hear. And while they are yet speaking, I will answer. It happened for this man, and he was not a Jew. Enda hiyo rai nyingine. Biblia inasema namna hii, na wale waliotumwa waliporudi nyumbani, wakamkuta yule mtumwa anatembea around. Yule alikuwa anataka kufa, hakuombewa. Yesu hakusema tufuge macho, hakuangalia biguni. Huyu imani ya huyu mzee. Jesus, I know you can do it. I have no doubt, because I have experience with the authority. When will we ever know how to walk before the presence of God with the authority of the sons of God? Najua shida yetu ni ya kwamba mara nyingi hata kama tunaenda mbele za Bwana tunajihukumu. Tunajua, tunaelewa hatustahili kusimama katika uwepo wake. Tunajua kwa sababu where the Bible says there is therefore now no condemnation for them that are in Christ Jesus. Many of them are condemned by the places we go, by the things we do, by the things we don't do, by the sins of omission, by the sins of commission, even when the accuser of the brethren stands. We have no defense. For this man,
he had sent for Jesus to come and pray for his servant. But Jesus said, no need. His faith is enough. Is your faith enough for the things you have been asking for? The Bible says we built up our most holy faith. Wapendwa, katika jina la Yesu, there is nothing that is not possible with God. Look at Mary, the mother of Jesus. A virgin who is told she will give birth. It does not normally happen. But what does she say? I am the handmaid of the Lord. Let it be done to me as you have spoken. And later, she is to give us this word. For with God, nothing shall be impossible. The only thing that is impossible is for God to do something for which you have no faith. And I came to ask you, when you go to God in a place of prayer, do you really believe he is able to do it? Are you really persuaded? When you examine yourself before the presence of the Lord, do you get an inner justification, an inner peace that God is able to do it? There is a way you can appear before God and not be denied. I want to finish with the third category of prayer that God must answer, and he will answer. And this is a prayer made by people who fear God and speak to one another. Maybe I can speak quickly about this. Open together with me in the book of Malachi, chapter 3, verse 13 to verse 17. Malachi, chapter 3. Nobody is afraid. Kuna mtu amesikia kitu imemkata tukisema Malachi. Sema pastor, ulikuwa unatujega na tukutubariki. Ni laini gani hiyo? Mara hiyo tu. Na wakati kusikizwa ukiitisha pesa. Na nimesema Malachi. Verse 13, the Bible says, maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana. Watu, Yesu ameangalia, Mungu ameangalia watu wake, wale ambao wanamuita kwa jina lake. Amesema maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu. God is complaining. Lakini nyinyi mwasema, tumesema maneno juu yako kwa namna gani? I told you the Bible says in Isaiah chapter 1 verse 18, come, let us reason together. Hapa Mungu naye anataka kureason na sisi. Anasema maneno yenu yamekuwa magumu sana. Na nyinyi mnasema imekuwa magumu namna gani? Verse 14. Mumesema kumtumikia Mungu hamna. Kumtumikia Mungu hamuna. Kuna mtu amewahi sema hivyo? Mungu naye amekwambia maneno yako imekuwa magumu. Umesema kutumikia Mungu hakuna faida. Na tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo yake na kwa kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi? Na kanisa zimejaa watu wanasema Mungu amewaonea. Naye Mungu anasema maneno yenu ni mazito. Wanasema sisi tunaomba Mungu hasikii. Tunalia ni kama ameenda lifu. Hili jambo tumerombea mwaka nenda mwaka rudi. Umewahi sikia mtu alitoka kanisa kwa sababu maombi hayajibiwi? Ndio hao watu Mungu anasema maneno yao ni nini? Ni magumu. Kuna mtu hapa maneno yake ni magumu mbele za Bwana, hata kama hasemi loudly, anakuangalia anasema wewe brother, maneno yako ni magumu. Umesema Mungu hata ukimuita haitiki. Verse 15.
Na sasa twasema ya kwamba wenye kiburi ndio walio heri. Naam, watendao uovu ndio wajegwao. Kuna mtu amewahi sema hivyo? Mungu naye anawajibu, anakuambia mambo yako ni makuu. Umesema angalia. Mahali ambapo hata watu ambao wanaomba sanamu ndio wanakaa kama mambo yao inakuwa. Kuna mtu amesema Mungu hapa ni kama hautupeleki vizuri. Naye Mungu anakuambia wewe maneno yako nawe ni makuu. Umesema wenye kiburi, na tuna watu Kenya hii wako na kiburi. Wanasiasa wetu kiburi haifanyi kazi, na kwa sababu yao inafanya kazi wanasema zote zinafanya. Naam, watendao uovu ndio wajegwao. Naam, wajaribuao Mungu ndio waponywao. Kama kuna mambo kama hayo umewahi sema, ni wakati wa kutafuta nafasi ya kutubu. Kwa sababu Mungu anakuambia wewe maneno yako ni magumu. Na unafikiria ukiwa na maneno magumu atakujibu. Verse 17, Biblia inasema hivi: ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia. Wakati watu ambao wanampenda Bwana wanasemezana wao kwa wao, mbingu huwa inafanya nini? Sasa swali yangu ni hii: wakati wewe na ndugu na dada mnasemezana, huwa mnasema nini? Ni nini hiyo Mungu alisikia mlipokuwa mnazungumza? Kwa sababu mlipokutana mlizungumza kuhusu dada fulani, mkasema vile mimi namuona ni kama ame backslide. Na ni nani alikuwa anasikiza? Kuna wengine hawana wakati wa kusemezana, kwa sababu they never appear katika mahali ya kufanya nini? Kusemezana. Tunasemezana hapa kanisani, si saa hii tunasemezana. Na nani anasikia? Mungu anasikia. Kwa fellowship watu huwa wanasikana pamoja, wanafanya nini? Wanasemezana pamoja, naye Mungu anafanya nini? Uliza neighbor, ulienda kusemezana na Mungu kwa fellowship wiki iliyopita? Muulize tu, ni pastor amekwambia umuulize. Hata akiangalia mbele mfanye namna hii, muulize pastor anauliza. Wiki hiyo yote imeenda, mulienda kusemezana na watu wa Mungu mmoja na mwingine? Masemezano yako wewe, wakati tulishikana mikono tukasemezana tukaitana biguni, wewe ulikuwa pale? Mwambie maneno yako ni mazito. Maneno yako ni magumu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mnaona kwa nini Mungu hajibu maombi? Kwa sababu watu wamejaa na maneno magumu. Mungu alitaka wakati maneno inakuwa mazito, wale wanaomcha Mungu wakuja pamoja, wafanye nini? Wasemezane. Badala wanapiga politics. Sema mimi vile nimeona tutakufa. Vile mimi nimeona vile kumeenda, we are finished. Na hata yule alikuwa anaambia sio wa nyumba ya imani. Kwa hivyo ulisemezana na watu ambao sio wa nyumba ya. Unafikiria Mungu alisikia? Akasikia. Wale ambao wanampenda Bwana waliposemezana, wale waliomcha Bwana, Biblia inasema naye Bwana akasikiliza, akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari
jina lake. Every time we gather, God may not answer now, but somewhere in the heavens, the books of remembrance are being written. Every time you appear before God, na tunaanza kusemezana, na Mungu anasikia, hata kama saa hiyo hatendi kitu, kitabu cha ukumbusho kinaandikwa. Praise the name of the Lord. How many things have been said about you, and they are recorded in the heaven, because someday these books, Bwana Yesu asifiwe, some days these books will be opened. Kuna wengine wetu Mungu hutujibu bila kuomba, kwa sababu wakati shetani ametulenga, the books of remembrance are opened. Some of the things you think you are lucky, it is what was written one day in the books of remembrance. Wakati mulikuwa munasemesana, na Mungu akafanya nini? Akasikia. Wakati huo hukuwa na hoja, hukuwa na shida, ulikuwa munamkutana pamoja, musemesane mambo ya Mungu. Vitabu vikafanya nini? Vikaandikwa. Nawe wakati wa dhiki yako, Mungu akaangalia kitabu chako. Nataka ujue mpendwa, hata kama Mungu hajajibu, heaven has a record. And before long, the book will be opened and heaven will come to your rescue in the name of Jesus. Hold on there. Abia neighbor, shikiria hapo. Shikiria hapa. It is, watu wengine wamesema it is in vain to serve the Lord. But Jehovah is saying, they shall. To take us in verse 17. Hallelujah. Now, watakuwa watu wangu, asema Bwana wa majeshi, katika siku ile nifanyayo. Naam, watakuwa hazina yangu hasa, nami nitawaachilia kama vile mtu amewachiliavyo. Bwana, hebu tuende kwa Kiingereza. When the books of remembrance are opened, when what we did in the sacred places, in the fellowship of the brethren, when those things are remembered, heaven declares, they shall be mine, says the Lord of the host, in the day that I make my jewels, and I will spare them as a man spares his son. Listen, friend. Heaven is in the business of sparing sons. Heaven is looking for opportunities to spare you as a man who spares the son who serves him. That is why my brother will stand up and say, they can have accidents, they can have some few injuries, but there will be no broken bones because God spares. Praise the name of the Lord. The sickness that kills people will come to you. You will take a few medicine and you will be healed because God spares his people who serve him. Praise the name of the Lord. I want to declare we are entering into the season when the books of remembrance are going to be opened. Some things you did and you forgot. Some service you offered God and you forgot. Heaven is opening the books and God will remember. I will spare them as a man spares his own son who serves him. In verse 18, then you shall again discern between the righteous and the wicked, between the one who serves God and the one who does not serve him. Tell your neighbor, our day is coming. Come on, more beer with the confidence. Our day is coming. God is going to remember the things we did and they laughed at us. They asked us, why did you? Yani, mukatoa pesa yenu mukajega kanisa. Mwambie, our time for remembrance is coming. Then you shall again discern between the righteous and the wicked, between the one who serves the Lord and the one who does not. I declare in Jesus' name, God is going to save you. God is going to deliver you.
God will wait until a moment of disaster is coming, and He will spare you. They will put you in the fire, but you shall not burn. They shall take you through the water, but you shall not be drowned, because God is about to save His children. In the mighty name of Jesus. Come on, give somebody a high five. Maybe our day is coming. They will talk about us in this town. They will talk about this church in this town. They will talk about you. Mwambie uko karibu kuingia katika mazungumzo ya watu. God is going to remember us. He will grow our businesses. Our children will get jobs. We will rise up high because our God is a remembering God in the mighty name of Jesus. It is not in vain to serve the Lord. It is not in vain to walk in sorrow before Him. Our God will remember. Our labor is not in vain.